unaonyesha kanisa lina hali mbaya. Sema Yesu nisaidie. Waraka kwanza Yohana sura ya 5 tutasoma mstari wa 4 hadi wa 5. Biblia inasema, anasema waraka wa Yohana 5:4 anasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa anatuambia kila kitu ambacho Mungu amekizaa, kila kitu kilichozaliwa na Mungu, au kila mtu aliyezaliwa na Mungu, anasema huyo mtu anao uwezo wa kushinda nini? Ulimwengu. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo hapa hakuna kusema sisi shetani alinipitia. Yaani maadamu Mungu amekuzaa, maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Maanake Mungu alituzaa kwa uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Hatujazaliwa kwa mapenzi ya mtu. Ulizaliwa kwa wazazi wako, lakini Mungu na yeye akaja akakuzaa. Kwa anasema kila aliyezaliwa na Mungu lazima ushinde ulimwengu. Na sio kwamba utaushinda kwa juhudi zako, anasema umepewa uwezo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu, umepewa nguvu ya kushinda ulimwengu. Kwa hiyo leo watu wanakwambia shetani alinipitia, adui alinipitia, nikajikuta nimeanguka. Sio kwamba amekupitia, ila ni kwamba wewe ulikuwa bado hujazaliwa. Bwana asifiwe sana. Yaani ulikuwa mpagani, upagani ulikuwa umeufunika. Ulikuwa umeufunika kwa ngozi ya kondoo, ila ndani upagani ulikuwemo. Kwa wengi wanafanya kanisa ni sehemu au ni kivuli cha kujificha, cha kuficha maovu yao. Uhalisia hakuna. Ndio maana adui anapata ujasiri wa kupitia na anakuangusha na kutendesha dhambi, kwa sababu uovu humo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoona mambo ya kidunia kanisa, wewe ambao unajielewa na Roho Mtakatifu, lazima tushirikiane kwa pamoja kukemea hiyo hali ndani ya kanisa. Unamwona mtu anaenda tofauti, unaishia kuumia tu ndani. Unaishia kujiuliza maswali kwamba huyu anaenda mbingu ya wapi? Haitakiwi uishie kujiuliza maswali, unatakiwa urekebishe hilo jambo. Ndio maana wengine walifungwa magerezani kwa sababu ya kuonya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pamoja na kwamba walifungwa, walipotoka bado waliendelea kuonya. Na Biblia inatuambia tuonyane. Haleluya. Hiyo ni agizo la Biblia, ni agizo la Mungu kwamba tuonyane sisi kwa sisi. Lakini leo tunafichiana maovu, hatuwezi kumwona Mungu kwa siri hiyo. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Unamwona mshirika mwenzako anaenda tofauti, wewe mfuate, mwambie. Akikufanya kuwa wewe ni adui yake, mlete kwenye baraza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mfuate mchungaji, mwambie huyu mtu nilimuonya kwa habari fulani, lakini amenichukia, ananiona kama adui yake. Maanake huyu atakuwa hafai kuwa mshirika, si ndio?
Manake ni mwovu, anataka endelee kufanya uovu katikati ya wacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kuonya watu ni kazi ngumu, lakini Roho Mungu akiwa ndani yako utaona ni kazi rahisi, na hutaogopa kuchukiwa na watu. Bwana asifiwe sana. Hutaogopa mtu akununie, acha kununie, lakini dawa imeshaingia. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Kwa anasema wewe ambao umezaliwa na Mungu, Mungu amekuzaa kwa neno lake. Anasema wewe una nguvu, unao uwezo wa kushinda ulimwengu. Mambo ya kidunia utayachukia kwa sababu wewe si wa dunia, umezaliwa na Mungu. Mafasheni ya kidunia utayachukia. Bwana asifiwe sana. Mastaili ya kunyoa, mastaili ya minguo ya ovyo ovyo utayakataa kwa sababu ndani yako wewe sio wa dunia. Soma tena kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 10. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 10. Anasema, maana Dema aliniacha. Tuanzie wa 9. Anasema jitahidi kuja kwangu upesi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Tesalonike. Kreske amekwenda Galatia. Tarudia, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Tesalonike. Kreske amekwenda Galatia. Tito amekwenda Dalmatia. Luka peke yake yuko hapa pamoja nawe. Umtwae Marko mlete pamoja nawe, maana anifaa kwa utumishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Huyu Dema alikuwa anafanya kazi ya Mungu pamoja na Paulo. Alikuwa ni kijana wa Paulo kwenye huduma. Lakini hapa tunaona Paulo anamwandikia Timotheo kwamba Timotheo, jitahidi kuja kwangu upesi, maana kijana wangu niliyekuwa nimemwamini kwamba anafaa kusimama nami katika huduma, anasema ameniacha. Na sio ameniacha tu, ameniacha alafu akapenda dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona kufanya kazi ya Mungu inapoteza muda, kuhubiri injili inapoteza muda. Akaanza kupenda dunia, akawatamani vijana wanaojiachia kwa nje, akatamani kuwa kama wao. Akaacha injili, akaambatana na mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Dema alikuwa ameshawekewa mikono. Maana ulikuwa huwezi kusimama kwenye huduma bila kuwekewa mikono. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo alimpaka mafuta ya utumishi kwamba huyu ni mtumishi, hatasimama na Paulo. Cha ajabu, akaishia njiani, akapenda vya nje. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akaona huyu Paulo amefungwa kila siku, tunatembea hapa na wapi, mara sabani kwa pandi magari, ni mwendo wa mguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza kupiga hesabu za kibinadamu. Kazi ya Mungu ukienda kibinadamu ni ngumu. Haleluya, ni ngumu sana. Kwa bila shaka Dema huyu alikuwa akikaa peke yake, alikuwa anawaza vitu vingi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alikuwa anawaza kwa habari ya maisha yake, alikuwa anawaza kwamba itakuwaje. Kwa hiyo mwisho wa siku akajikuta wakati anaendelea kuwaza, adui akawa anateka moyo wake. Mwisho wa siku akachukua hatua. Lile jambo halikuanzia pale,
lilianzia mbali. Bwana Yesu sasa hakukurupuka tu kuamua kuondoka. Alikuwa anafanya huduma, lakini ndani yake ana mawazo mengine. Kwa mpaka inafikia hatua anachukua ile hatua, maana yake ilikuwa limefika ukomo. Bwana Yesu sasa ni sana. Wewe uko hapo unatumika, lakini unawaza hapa tunapambana wiki nzima. Pengine unaona vijana wako nje wanafanikiwa, wewe unaona kama vile unapoteza muda. Mwisho wa siku adui anakuja anateka moyo wako. Mwisho wa siku utachukua maamuzi ambayo sio mazuri. Sema Yesu nisaidie. Kwa hiyo Dema alitembea na Paulo. Paulo alikuwa na upako, lakini pamoja na kukaa na mtu mwenye upako, bado Dema akapenda dunia. Kwa hiyo hatusafiri kwa upako wa mtu. Amina, watu wa Mungu. Usitegemee upako wa mtu, tafuta upako wa kwako. Haleluya. Ingekuwa tunategemea upako wa mtu, basi Dema angegeuzwa na upako wa Paulo. Maana Paulo mpaka leso zake zilikuwa zinaponya wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jasho lake lilikuwa na upako. Sasa huyu alikuwa anatembea kila siku na Dema yupo naye, lakini bado Dema akageuka, akapenda dunia. Paulo analalamika kwamba Dema ameniacha, ameniterekeza. Anamwambia mlete na Marko, maana ananifaa kwa utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo kupenda dunia, ukiona umeokoka na dunia unaipenda, unapenda zile tabia za kidunia, maanake wewe bado hujapona. Kwa utakaa hapa, lakini mwisho wa siku makucha yako yataonekana. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Utakaa ndani, lakini mwisho wa siku makucha hayo tutajua kwamba kumbe huyo alikuwa ni chui, kumbe huyo alikuwa ni mbuzi, kumbe huyo alikuwa ni kondoo. Tutajua. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna watu sio watu wazuri. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda mmoja kwa mchungaji mmoja alikuwa anamuombea binti fulani, ana miaka 16. Bwana sasa watu wakawa wanamuombea, kila akiomba afunguki, kila akimwombea afunguki. Akatokea mchungaji akamwambia huyu, hebu mwacheni kwanza. Baadaye binti akasema niacheni, msinishike sio nini. Binti mdogo akamwambia niacheni mimi niondoke zangu. Bwana sasa ni mwanadamu kabisa, lakini walipomwachia akayeyuka pale pale. Haleluya. Akayeyuka. Kesho yake wanasikia kuna binti kadondoka mahali fulani kwa mwenyekiti wa mtaa. Yule mwenyekiti akaenda akamwita yule mtumishi ambaye walikuwa wanamuombea. Bwana sifa sana. Yule mtumishi kaenda pale na yule mwenyekiti alikuwa ameokoka. Anamwambia huyu sio mtu. Nasikia mama mmoja pale kanisani akamwambia yule mchungaji kwamba niruhusu niende na binti nyumbani kwangu, mimi nitamfungua. Yule mama alikuwa ameokoka na anaomba. Bwana sasa. Yule mchungaji aligoma kabisa kumwombea, alimwambia huyu sio mtu. Mshika wake akamwambia nipe mimi huyo binti, nikakae naye nyumbani kwangu, nitakuwa namwombea atakaa vizuri. Hakusikiliza maelekezo ya baba yake wa kiroho. Bwana sasa. Kweli kamchukua, kampeleka nyumbani, kamtengea chumba chake kule kaa. Sasa usiku anasikia kama kuna mnyama anakwarua hivi mlango, ana makucha kama ya chui. Akasema labda huyu yashapagawa mapepo. Bwana sasa, ngoja nifungue niingie. Yeye anafungua mlango, anakutana na chui. Haleluya. Anakutana na chui. Kilichomsaidia alikemea kwa jina la Yesu. Yule chui akakimbia, akatoka nje. Kutoka nje akaingia kwenye zizi la wanyama na yule mama akararua wote ndani ya dakika moja. Wote wakafa, alafu akapotea.
Ni ajabu sana. Bwana asifiwe sana. Unaweza kumwona mtu hivi kumbe sio mtu. Sasa unamshirika kama huyo, unafikiri hapo mambo yatakuwaje? Jina la Bwana pekee sana. Akaambia niache, msiniombee, niache niondoke zangu. Wakajua ataondoka kama binadamu, akayayuka. Mwisho wa siku anakuta kadondoka mawe. Kumbe ni chui. Ile ugonjwa unamwona ni binadamu. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo dunia sasa imefikia pabaya, na watu wa namna hii mpaka makanisani wamo. Kazi yao kurarua, kazi yao kuharibu, kusababisha kazi ya Mungu isiende mbele. Maanake dunia bado ipo. Leo hii kuna wachawi wamo makanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi ni mchawi na bado nasali na bado nakuja kanisani, hutaki kutubu. Maanake huyo yupo kwa ajili ya nini? Kurudisha watu nyuma. Shetani hawezi kukaa mahali pakawa salama. Lazima tu visa viwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima dunia, tunaposema dunia ni pamoja na mambo hayo. Mtu mshirikina bado nasali, mtu mchawi bado nakuja kanisani na ujasiri. Nisipendezwa watu wanasema naogopa kushuhudia, si mambo yataharibika. Yataharibika. Nani yule anayeharibu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Leo lazima tuwashughulikie. Amen. Kama wapo lazima washughulikiwe. Sio sawa eti mtu anaogopa kushuhudia kisa taroko. Sasa kama yupo hapa atakutana na nguvu ya Mungu leo. Amen. Jina la Bwana pekee sana. Nasema madhabahuni mahali pa kujiachia wana wa Mungu waseme yale Mungu amewatendea. Sasa yuko hapa kumbe na mambo yako leo utakiona cha moto. Haleluya. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo dunia inapokuwa imeingia kanisani, haya mambo yanakuwa ya kawaida. Mchawi anakuwa anaingia kwa sababu akiangalia tu kanisa watu wamekaa hovyo hovyo, wamekamata na mambo ya kidunia, kwa anakuwa na uwezo wa kuingia na akawakamata baadhi ya watu. Na wengine anawatumia. Ndio maana jirinde sana na vitu vya kidunia. Vinapokuwemo ndani yako, wewe huna ushirika na Mungu. Amina watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende pointi ya pili. Ushahidi unaonyesha kwamba kanisa lina hali mbaya. Pointi ya pili, neno limepunguzwa nguvu au ukali. Neno limepunguzwa nguvu au ukali. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaona kuna makanisa mengi, na ukienda kwenye hao makanisa wana kipindi cha mahubiri. Haleluya. Wana kipindi cha kusikiliza neno la Mungu, na yule anayefundisha, kila mtu anakuwa na mafunuo yake juu ya neno la Mungu nje ya muktadha wa Biblia. Yesu atusaidie sana. Neno linamaanisha hivi, lakini mtu kwa maslahi yake binafsi anaamua kulipindua. Ukienda makanisa ambayo wanavaa vimini, wanawake wanavaa misuruali, linaitwa kanisa na neno la Mungu linahubiriwa, lakini yule anayehubiri anafundisha kwa maslahi yake binafsi. Anaogopa kukwaza watu. Huyu ni mtumishi wa Mungu kweli? Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu lina nguvu. Biblia inasema ni kama upanga. Sasa watu wamelitoa neno la Mungu kuwa upanga, wamelifanya kuwa feni. Yesu atusaidie sana. Hali mtu anasikiliza neno anaburudika, mwenye dhambi na yeye anachekelea.
wameenda mbali, wanafanya comedy kanisani, anafundisha ili achekeshe watu. Kuna kuta lichawi na lenyewe liko pale linachekelea hivi. Hapo neno la Mungu ni upanga kweli? Bwana asifiwe. Amen. Sheria au kanuni ya neno la Mungu inatakiwa likihubiriwa, kama yupo mwenye dhambi aondoke amekununia. Amina. Akikufurahia basi ametubu, ameelewa kile ulichosema, atakufurahia, atakushukuru kwamba mtumishi, umenisaidia, hii dhambi ilikuwa inanitesa, sasa hizi nimeacha. Lakini leo watu wanachekelea, mwanzo mwisho ni kuchekelea, kupigiwa vigeregere, ndio wanafurahia, lakini hawataki kuonya watu. Kwa hiyo neno la Mungu limepunguzwa makali yake, na mtu mwenyewe ndio analipunguza, ila neno la Mungu ukali uko pale pa, ila huyu anayesimama anapunguza. Anamuona mtu anaenda ovyo, anamruhusu tu, endelea, ipo siku tu utabadilika. Kanisani ni mahali patakatifu. Bwana asifiwe sana. Na wewe ndio kanisa. Kwa hiyo ukiwa mahali popote, wewe lazima ujilinde kwamba neno la Mungu linanielekeza maisha haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sizungumzi tu kwa habari ya mavazi, pamoja na maisha kwa ujumla. Haleluya. Kanisani pia ndio umeokoka, labda unaona vinguo vyako vyote vya ovyo, piga kanga, toka nyumbani kwako. Bwana asifiwe sana. Huku kimomba Mungu akupe hela kanunue nguo zingine. Sio mimi ndio nimeokoka basi naenda tu hivyo hivyo. Hapana. Haleluya, watu wa Mungu. Zingatia maadili. Tunaposema maadili ni muonekano wa nje. Amina. Maadili ni muonekano, nje huko unaonekana vipi? Neno la Mungu linakwambia nini? Kwa hiyo neno la Mungu limepunguzwa, watu wanalipooza, wanalipozesha, lakini neno la Mungu ni kali. Tena anasema linachoma. Haleluya. Sasa leo aliwachomi watu, linawafurahisha, linawachekesha. Mtu anaenda kanisani kwa ajili ya kucheka, sio hapa. Haleluya. Unachekaje wakati neno la Mungu linakuonya? Linakuonya kwa habari ya uovu fulani, wewe unacheka. Nani anakuambia ucheke? Kwa nini ucheke? Wenzetu walikuwa wanalarua mavazi, wanaenda kujigaragaza kwenye majivu, leo wanachekelea. Sema Yesu tuhurumie. Kwa hiyo neno la Mungu halina ukali tena. Sio kwamba limepungua, ila mtu mwenyewe analipunguza. Mungu aliachilia ufunuo fulani kwenye hilo neno, lakini mtu analipindua. Wanaokunywa pombe leo wanajitetea kwenye maandiko. Jina la Bwana pekee sana. Wanasema Yesu mwenyewe alikunywa pombe. Yesu mwenyewe alitengeneza pombe. Zabibu zinatengeneza vinywaji zaidi ya 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo vinywaji majina mengine sisi hatuyajui. Tunajua tu hiyo device na nini. Lakini zabibu zilikuwa zinatengeneza, mpaka sasa zinatengeneza vinywaji zaidi ya 7. Lakini hivyo vinywaji vyote 7 sio pombe. Kwa mtu akisikia mvinyo akili yake inampeleka kwenye pombe. Akisikia sweet divai akili yake inampeleka kwenye pombe. Lakini vipo vinywaji vinatengenezwa na zabibu, sio pombe. Hivyo Yesu ndo alikuwa anavitengeneza. Hiyo ndo divai ambayo Yesu alitengeneza, sio pombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hapo kuna changamoto ya lugha. Na umeona pia Paulo anamwambia Timotheo, kwa ajili ya tumbo lako tumia na mvinyo kidogo. Basi mtu anafikiri ni pombe. Sio
sio pombe unayojua wewe inayoelewesha. Bwana Yesu sasa, ila hapo ni changamoto ya lugha. Kwa hiyo kuna hizo viko vinywaji zaidi ya 7 vinatengenezwa na divai. Kwa hiyo sisi vyote tunajua ni pombe, lakini sio pombe. Tunaelewana vizuri? Anamwambia kwa ajili ya tumbo lako tumia kidogo. Hakumwambia kunywa pombe, alimwambia kama dawa, kwamba tumia kama dawa, lakini ilikuwa sio pombe kama hii ambayo unajua wewe. Sasa mtu anajitetea hapo, anaenda anakunywa bia, anakunywa gongo, anaelewa huko, anasema mimi Mkristo na Biblia imesema tunywe. Mwingine anasema hata Nuhu alikunywa. Vitu vingine Biblia inatuzuia kwa sababu vina madhara. Bwana sasa anajua uwezo wa kuvitumia unao, lakini vina madhara. Kwa mfano Nuhu alipokunywa ile pombe akalewa, nini kilitokea? Akarani uzao wa mtoto wake. Bwana sasa, haleluya. Akamlani Kana. Kwa sababu gani? Huyu mtoto wake alimcheka, kwa sababu alipokuwa amelewa akajidhalilisha, akajikuta hana nguo, amevua zote. Pombe imeshambadilisha akili. Haleluya. Mtoto wake anaenda akamcheka. Kumbe wakati anamcheka Nuhu pamoja na ulevi wake aliona kile kitendo. Baadaye alipolevuka, Biblia inasema akamlani mtoto wake. Karani mjukuu. Sababu mjukuu alikuwa hana hatia. Bwana sasa, mwenye hatia ni huyu baba yake. Kwa hiyo tunaona kwamba pombe ina madhara, mbali na kwamba ni dhambi, lakini pia ina madhara. Na kila Mungu ambacho anakizuia kina madhara. Bwana Yesu sasa, kila ambacho anakuambia usitumie, sio tu kwamba ni dhambi, lakini pia kina madhara kwenye afya yako. Vipo vinywaji vingi vizuri, kwa nini ung'ang'anie mapombe? Bwana Yesu sasa, Mungu ametupa matunda ya kila aina. Unaweza ukachukua tunda hili ukachanganya na lile ukatengeneza kinywaji. Lakini mtu anaenda anakunywa magongo, anakunywa mabia, anakunywa visungura, pai kabisa, anavuta mpaka mibangi, anavuta misigara. Bwana Yesu sasa, kwa Mungu anazuia kwa sababu vina madhara pia. Mbali na kututenga na Mungu, pia vina madhara kiafya. Sema Yesu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu wanatetea ulevi, kuna watu wanatetea vimini, na ni watumishi wa Mungu wanatetea kama mwache tu, atabadilika taratibu. Kanisa ni hospitali. Sawa, ni hospitali, lakini lazima maadili yazingatiwe. Amina. Bwana asifiwe. Mambo ya rohoni ndio yanaenda taratibu, lakini ya huku nje ni maamuzi, si ndio? Mtu amekwangua pembeni, amenyoa kidogo, afu namwambia atabadilika taratibu. Si aende saluni akasawazishe. Bwana asifiwe sana. Hiyo nayo ya kusema tuvumiliane. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ya kusema tuvumiliane, ndio ukienda gerezani unapigwa kwanza upara. Amen. Unakwanguliwa zote, hata kama hujawahi kunyoa lazima unyolewe. Kanisani inatakiwa tupaheshimu kuliko hata gerezani. Bwana sasa, haleluya. Kwa sababu Mungu ndio mwenye kanisa. Tunapoelekeza kwamba kanisa tuwe na maadili. Kwa hiyo tunapozungumzia dunia kuingia kanisani, maana yake maadili ya kanisa yamefutika, yameingia maadili ya nje. Kwa hiyo neno la Mungu limepunguzwa. Hiyo ndio pointi ya pili. Mithali 19:27. Mithali 19:27.
mstari 19:27 anasema, mwanangu, acha kusikia mafundisho ukitaka tu kuyaasi maneno ya maarifa. Haleluya, Bwana asifiwe. Mwanangu, acha kusikia mafundisho ukitaka tu kuyaasi maneno ya maarifa. Hapa ni Suleiman anatushauri kwamba yani, kama wewe huna mpango wa kubadilika, anasema acha kusikiliza nini? Mafundisho. Yaone tu haya kuhusu na usiyasikilize. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna madhara makubwa yatakupata unaposikiliza alafu wewe kufanyia kazi. Amina, watu wa Mungu. Yesu amesema ni bora yule ambaye hajawahi kusikia kabisa. Amina. Kama una mpango wa kubadilika, hata kanisani usije. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine unajaza viti hapa, afu watu wanakaa kule nje ambao wana nia kumtafuta Mungu, afu umekaa hapa ndani huna mpango wa kubadilika. Suleiman ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na hekima. Biblia inasema hata kuja kutokea mwenye hekima kama ya Suleiman. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hata kuja kutokea. Anashauri usisikilize mafundisho ikiwa tu unataka kuyaasi, unataka kuyapuuzia kwamba haya yanihusu, ni ya watu wengine. Anasema usisikilize, maana usiende hata sehemu ya makutaniko, maana adhabu yako itakuwa kubwa. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Tusome tena Mithali hiyo 30 mstari wa 5 hadi 6. Nenda mbele. Mithali 30 mstari wa 5 hadi 6 anasema, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana umwongo. Amina, watu wa Mungu. Kila neno la Mungu limefanya nini? Limehakikishwa. Ndio maana huwezi kuhubiri neno kama una roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili neno, kila neno lilitolewa kwenye mazingira yake. Kuna neno Mungu aliongea akiwa huko analia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno Mungu aliliongea akiwa amekasirika. Kuna neno Mungu aliliongea akiwa ana huruma. Haleluya. Sasa kama una roho, mahali ambapo Mungu aliongea kwa ukali, wewe utaanza kuongea kwa kuwapaka watu mafuta. Na ndicho kinachotokea leo. Jina la Bwana pekee sana. Unakuta mtu anahubiri neno, yaani unaona kabisa huyu hajui anachofanya. Kila neno, kila mtumishi ambaye alitumika, alishushiwa neno la Mungu, hilo neno lilikuwa na mazingira yake na hali yake. Ndio maana unapokuwa na roho unafundisha vile vile. Haleluya. Neno linaonya na unaonya kwa ukali wote, bila kuangalia watu kwamba si wataninunia, si watanichukia. Wewe unatumika sawa sawa kwa uaminifu. Haleluya. Lakini leo watu wanalipunguza nguvu, wanapunguza ukali. Mungu amekemea, wao wanawatetea watu. Hapa mkuelewa tu. Hapa imemaanisha anaongea kama marafiki zake. Anachekelea huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema kila neno limehakikishwa, maanake limethibitishwa. Panapoonya onya. Amina. Panapokaripia karipia.
tia moyo, tia moyo. Haleluya. Panapotoa maelekezo, toa maelekezo sawa sawa na neno unavyotaka. Anasema pia usiongeze. Leo kuna watu wanaongeza. Jina la Bwana pekee sana. Wanaliongeza neno la Mungu, wengine wakasema hii Biblia imepitwa na wakati. Wana mpango wa kutengeneza za kwao. Wanasema hii imepitwa na wakati. Mungu wetu amewahi kupitwa na wakati. Bwana Yesu sasa. Hili neno ni Mungu. Sasa kuna watu wanasema neno hii Biblia sijui imechakatuliwa, sijui imepitwa na wakati, sijui kikwenda karudi. Wanasema kuna vitabu vimeondolewa. Vitabu vile vilivyoondolewa vilikuwa viovu. Amina. Vilikuwa vinatetea pombe. Jina la Bwana pekee sana. Vilikuwa vinaelekeza kunywa pombe ni sawa, kuwa na wake wengi ni sawa. Na vitabu vinaitwa vya Wamakabayo havimo kwenye Biblia. Bwana sasa. Vipo vitabu vingi tu vimetolewa. Vilikuwa vinatetea uovu. Manake waliviingiza kwa siri kwenye Biblia, lakini kumbe havikutakiwa, kwa hiyo vikatolewa. Sasa wengine wanasema vile ndio vizuri kwa sababu vilikuwa vinatetea uovu. Bwana Yesu sasa. Wasema hii imechakatuliwa. Imechakatuliwa wapi? Imehakikishwa. Amina. Haleluya. Vilikuwa vinatetea uovu. Ukiwa na wake wawili watatu sawa. Sasa watu wanasema hivyo ndio vizuri virejeshwe. Maanake wanataka uovu, watende uovu. Wasingizie Biblia imetuagiza. Tikatolewa kule. Ndio Mungu akafunulia watumishi wake. Bwana sasa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa anasema usiongeze. Usiongeze ufunuo ambao haupo. Amina. Usilete mafunuo ya kwako kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu limekamilika. Haleluya. Mafuta, watu wanatumia mafuta hapo wameongeza. Wanatumia maji wameongeza. Yamo kwenye Biblia lakini sivyo yanavyotumika. Bwana sasa. Agano la Kale lilikuwa linatoa unabii wa Agano Jipya. Kwenye Agano Jipya unabii umekamilika. Bwana sasa. Mambo mengi kwenye Agano la Kale yalikuwa yanafanyika kwa mifano. Tunaona Ibrahimu alichinja mwanakondoo, wakati anataka mchinje Isaka akatokea mwanakondoo. Huyu ulikuwa ni mfano wa Kristo. Ndio maana leo tuendelee kuchinja kondoo, kwa sababu Yesu aishachinjwa. Amina. Na damu yake ikamwagika ikatukomboa. Hatuendelee tena kuchinja makondoo. Tunaelewana vizuri? Mafuta yalikuwa ni Roho Mtakatifu. Na mtu alikuwa akimiminiwa yale mafuta, anajazwa nguvu za Roho Mtakatifu zinaingia ndani, alafu anageuzwa kuwa mtu mwingine. Anaanza kutembea katika nguvu ya Mungu kwa sababu yale mafuta yalikuwa ni kivuli cha Roho Mtakatifu. Sasa leo wanayakanyaga. Na bado kiyakanyaga unaenda kuharibikiwa. Yesu atusaidie sana. Na bado anasema pana Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu wamelipunguzia makali. Wameongeza mafunuo ambayo hayapo. Basi Paulo alitumia hata leso. Paulo alikuwa anafutia jasho anatupa kama takataka. Bwana sasa. Haleluya. Sio kwamba alikuwa anaziombea siku 7 eti ninaziombea siku 7 zikaponya watu, hapana. Sasa wanajitetea kwenye maandiko alafu wanapotea ufunuo ambao haujamaanisha hivyo, wao wanamaanisha tofauti. Ndio maana wewe mtu wa Mungu unatakiwa usome sana Biblia. Jina la Bwana pekee sana. Saizi matango mwitu ni mengi. Unatakiwa
ukipata nafasi huko kazini kwako, soma hata sura moja, hata mistari 5. Ukengeufu saizi ni mwingi. Saizi kila mtu ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona saizi makomediani wanaenda kufungua makanisa. Yesu tusaidie sana. Sasa comedian ni msanii wa mambo ya kidunia huko, anaenda kufungua kanisa, atawafundisha nini watu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tunataka kuambia toa sadaka ya ukombozi. Hivi kuna sadaka ya ukombozi mbali na damu ya Yesu? Haleluya. Toa sadaka ya kukomboa familia. Toa sadaka ya kukomboa si uzao, si kukomboa ardhi. Kinachoweza kukomboa ni damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachokomboa ni damu ya Yesu. Huwezi kusema na kukomboa kwa sadaka ya hela. Tunakombolewa kwa damu ya Yesu. Na Biblia inasema tumekombolewa kwa damu, sio kwa vitu viharibikavyo. Simesema hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo kuna watu wanakombolewa na hela. Sabora wakombolewe, hawakombolewi. Watu wanauza nyumba, wanauza vitu vya thamani kwenda kukombolewa, alafu hawakombolewi. Neno la Mungu linatuambia tumekombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Fedha inaharibika, si ndio? Bwana asifiwe. Fedha inaharibika, dhahabu zinaharibika, mali za dunia zinaharibika, lakini damu ya Yesu haiharibiki. Hiyo ndiyo imetukomboa. Bwana asifiwe sana. Sasa leo hizo sadaka zimo makanisani, wanasema lete sadaka kiasi fulani ukombolewe. Wanaongeza ufunuo ambao haupo. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Kwa hiyo leo tunaona mambo ya ajabu ndani ya makanisa kwa sababu ya kupunguziwa makali. Wale waliopewa dhamana ya kusimama hawasimami pasavyo, wananena uongo. Hapa Biblia inasema usiongeze. Bwana asifiwe sana. 35 pale Methali mstari wa 6. 30 mstari wa 6 nasema usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu kaonekana mwongo. Anaposema asije akakulaumu, Mungu haraumu kama binadamu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sisi hapa tutalaumiana, yataisha, si ndio? Kama wewe pale umefanya uzembe hivi na hivi na hivi, tutalaumiana tu kwa taratibu. Lakini kulaumu kwa Mungu sio kwa namna hiyo. Kumbuka Yesu sio mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana onyo la Mungu na onyo la mwanadamu ni tofauti. Amina. Mungu akikuonya unaweza ukafa. Bwana asifiwe sana. Anaweza akakuonya ukadondoka hapo kafa. Mwangalia Anania anaonywa tu na Paulo. Hujamwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Alimuonya tu pale akafa, si ndio? Hakumwambia kufa. Alimwambia hujamwambia uongo mwanadamu, ila Mungu. Pale alikuwa ni Mungu anaongea ndani ya nani? Ya Petro. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kulaumu kwa Mungu sio kama tunavyolaumiana sisi. Yeye akikulaumu unaweza kuharibikiwa maisha yako yote. Amina watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima usiongeze asije akakulaumu. Akikulaumu maisha yako yanaweza yakaharibika, ama unaweza ukawa kichaa. Haleluya. Ukajikuta tu akili imeweuka. Usichezee neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usichezee kabisa neno la Mungu. Kwa hiyo hao wanaoongeza hao, na wewe pengine unapenda kuwasikiliza. Umeokoka unawasikiliza manabii wa uongo. Unajua kabisa ni nabii wa uongo,
lakini unaweka bado kwenye simu yako na unamsikiliza. Unasema mimi napenda tu mafundisho yake, kwenye maombi hapo anaachana napo. Roho inayotumika kwenye neno ndio roho inayotumika kwenye maombi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukisema mimi napenda tu neno lake, mafundisho, ila maombi hapana, roho inayomfanya ubiri ndio roho inayomuongoza pia kwenye maombi. Kwa kama kwenye neno kwenye maombi anakosea, anaenda tofauti na ufunuo wa kimaandiko, basi ujue hata kwenye neno ameweka ya kwake pale. Sema Yesu nisaidie. Anahubiri lakini si kwa nia njema. Tuliheshimu neno la Mungu. Bwana sasa, tulisilifanyie mzaa. Ndio maana ukipewa neema ya kufundisha, hata familia yako ifundishe kwa adabu zote. Usilichukulie jepesi. Bwana sasa, kwa anasema yule atakayeongeza Mungu atamlaumu, lakini pia atamuona kuwa ni Mungu. Waongo sehemu yao ni wapi? Muulize jirani yako, waongo wanaenda wapi? Yule sema kwanza njia ya mtu Mungu ni fupi, si ndio? Lakini pia anasema waongo wote wataenda jehanamu ya moto. Ndio maana Yesu akasema, wengi watamwambia Bwana, mimi nilikuwa nahubiri kwa jina lako. Atawaambiaje? Siwajui. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nabii, nilikuwa na watu 5,000. Nilikuwa na watu 10,000, nilikuwa na makanisa Tanzania nzima. Atawaambia sikujui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikujui na sikuwahi kukufahamu. Mimi sikukuambia ubiri, ni wewe ulijipeleka. Kuna waliojipeleka na kuna waliopelekwa na Mungu. Bwana sasa. Mtu akabia nasikia wito, kumbe hamna cha wito wala nini. Sasa hao makomedian unaweza kuniambia wamesikia wito. Uchungaji kwanza una kanuni. Bwana sasa, lazima uandaliwe. Sasa mtu nakuta hayupo kwa mchungaji yoyote, katokea tu duniani eti mimi ni mchungaji, ni mtume, mimi ni apostle. Yesu atusaidie sana. Ndio maana watu wanadharau kanisa kwa sababu kuna vituko vinaendelea. Kwa nini hawachezei misikiti yao? Wale wanaweza kukuchinja live. Bwana sasa. Haleluya. Mchana kope wanakufuata, wanakufyekelea kule. Wanalinda imani yao. Sasa sisi huko tunaonekana hawa wanaingilika tu. Kwa mtu anajinukia tu, anasajili, anaendelea. Mwisho siku anaharibu kanisa. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Mdango umeisha, tumeshia pointi ya pili. Neno la Mungu limepunguzwa nguvu. Watu wanalihubiri neno kwa unafiki, hawana nia watu wabadilike, wataka watu washawishike na mafundisho yao. Paulo anasema sijawahi kuhubiri kwa kushawishi akili za watu. Bwana sasa, kuna watu wanakufundisha na kushawishi uendelee kusali, lakini sio kutengeneza maisha yako kiroho. Bwana Yesu sasa, uendelee kwenda kwenye kanisa lake, anakushawishi, anakupamba pamba. Na wewe kama umeokoka kweli usipende au mafundisho ya kupambwa. Amina. Bwana Yesu sasa, mafundisho ya kupokea pokea. Jijali sana kiroho. Utajiri wetu upo rohoni. Bwana sasa, ukikaa vizuri na Mungu wewe ni tajiri. Amina. Mungu anataka utajirike kwanza ndani. Ndio maana kuna matajiri wana viburi kwa sababu hawakutajirika kwanza ndani. Bwana sasa, unakutana tajiri ni mnyenyekevu, ana maisha mazuri, ana majumba mazuri, lakini ukimkuta yani kama vile yani yuko vizuri, anaishi vizuri na watu. Huyu katajirishwa na Mungu. Bwana sasa, alipokea kwanza rohoni, alitengenezwa kwanza ndani.
Kwa hata vilipokuja naona tu vya kawaida, mimi mwenyewe ni binadamu tu kama wengine. Anajali watu. Kwa nini? Alitajirika kwanza ndani. Kwa hiyo tufuta kupondeka kwanza ndani yako. Amina. Haya ya nje Mungu anasema yatakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine Mungu anaangalia ukomavu wako kiroho, ndipo atakapokubariki. Amina. Kupambana, fanya kazi yako kwa bidii, lakini pia mtumikie Mungu. Maisha haya yapo na Mungu atakubariki, lakini cha kwanza ni ufalme wa Mungu ukae ndani yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea siku nyingine, naomba usimame. Ndio mikono yako juu. Ndio mikono yako juu. Tamani kubadilika. Kama neno limekugusa, basi Mungu anaposema kitu maana anataka tubadilike. Bwana asiwe sana. Kama unajiona kuna njia ambazo unaziendea ni za kipagani, Mungu anataka ubadilike, ufanane na wacha Mungu halisi. Tamani badiliko ndani ya moyo wako. Bwana Mungu, tunakuja kwako, utufanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, tunakuja kwako, utufanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, tunakuja kwako, utufanye kama upendavyo. Utufinyange, 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 utufanye kama upendavyo. Utuongoze, 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 utufanye kama upendavyo. Utufundishe, 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 utufanye kama upendavyo. Nina mikono yako juu. Tamani Mungu awe na ushirika na wewe, awe na uhusiano na maisha yako. Mungu anataka turudi kwake, tuwe kanisa halisi. Maana anasema waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Tamani kuwa mwabudu halisi. Ukifanya ibada yako iwe ni nyumbani, uhisi uwepo wa Mungu. Uwe peke yako, uwe kazini kwako, muda wote uone uwepo wa Mungu umekufunika. Hilo ndilo Mungu analolitamani kwa kila mtu, awe na ushirika na yeye. Uishi uwepo wa Mungu mahali popote unapokuwa. Unajiona ni mkame, ukifanya ibada za nyumbani una mkame. Kuna vitu ambavyo unavifanya havimpendezi Mungu. Mungu anatamani ushirika na maisha yako. Anatamani awe na ukaribu na wewe. Kila mtu anajijua jinsi alivyo na Mungu. Unaona kabisa, mimi uwepo wa Mungu siuoni. Mungu asemi na wewe. Alikuwa anasema na wewe kwa maono, kwa ndoto, lakini saizi ni kimya, usikii, uoni chochote. Hiyo ni ishara kwamba Mungu amesha kuacha, uso wake amesha ugeuza, haupo kwako. Kwa hiyo lengo la somo hili
Mungu anataka arudishe uhusiano na maisha yako. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako asubuhi ya leo. Umesema nami kwa habari ya hali ya kanisa ilivyo kwa sasa. Kanisa ni mimi. Bwana Yesu, nisaidie, niwezeshe, niwe mwabudu halisi, nikuabudu wewe katika roho na kweli. Bwana Yesu, niwezeshe kuliheshimu neno lako, kulitii neno lako linapohubiriwa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho ya kuzoea mafundisho, roho ya kuzoea neno lako, ninakataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asubuhi ya leo, Bwana Yesu, naomba niwezeshe nitembee katika kweli yako, nitembee katika neno lako. Roho za kidunia nazikataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tabia za kidunia toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hizo tabia za kipagani nazikataa, nazikataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo uliotulia, moyo uliopondeka, moyo wa utii utetemekao unaposikia neno lako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe Shetani, huna mamlaka ya kunitumia kwenye mambo yako ya kidunia. Ninakataa leo, ninakataa leo, ninakataa leo. Mimi ni mali ya Yesu, nitamtumikia Yesu kwa jina la Yesu. Kila alama za kipepo, kila alama za kishetani, kila matendo ya kishetani kwenye maisha yangu nayakataa, nayakataa, nayakataa. Roho za chuki, roho za uongo nakataa leo. Roho za anasa, roho za tamaa, roho za zinaa ninakataa leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, uweke makao, uweke makazi ndani ya moyo wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yale yote yasiyokupendeza Mungu wangu, leo hii nimeamua, ninayaacha, ninayaacha, ninayaacha kwa jina la Yesu. Machukizo yote ninayaacha leo. Ninavua utu wa kale, ninavua utu wa dhambi, utu wa uovu, ninavua leo, ninavua leo. Hayo mavazi ni machafu, ninayavua, ninayavua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu vua kwa jina la Yesu kila matendo ambayo unayatenda, unatamani kuyaacha lakini unashindwa. Hebu vua kwa imani. Ipo neema ya Mungu. Mungu anaangalia shauku yako, anaangalia unavyotamani, anaangalia unavyowaza ndani yako. Tamani leo ubadilike kwa jina la Yesu. Vua utu wa kale, vua matendo yasiyofaa, vua uongo, vua usengenyaji, vua chuki, vua hizo hasira, vua kwa damu ya Yesu. Vua hayo mawazo mabaya, vua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Vua hizo tamaa kwa damu ya Yesu. Kataa kutamani, kataa kuishi maisha ya ovyo, kataa leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maanisha ndio kwa damu ya Yesu. Kila tabia iliyokuganda kwa muda mrefu ivue kwa imani, ivue kwa imani. Uwezo wa Bwana uko mahali hapa, nguvu za Mungu ziko hapo. Vua kwa jina la Yesu. Wakati mwingine ni maroho yanakuongoza, ni mapepo yanakuongoza. Vua kwa imani, vua kwa imani. Yesu anakuwezesha, Yesu anakuwezesha. Anaachilia uwezo ndani yako, anaachilia uwezo wa kushinda hiyo tamaa, wa kushinda huo uongo. Omba kwa imani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kataa kila tabia mbaya ambaye inamchukiza Mungu. Kataa leo, kataa leo, kataa leo. Hiyo roho ya choyo, kataa kwa damu ya Yesu, kataa kwa damu ya Yesu, kataa kwa damu ya Yesu. Hiyo roho ya kuchukia watu, hiyo roho ya mafarakano, kataa leo, kataa leo. Hiyo roho ya hasira ikatae kwa damu ya Yesu, ikatae kwa damu ya Yesu. Biblia inasema moyo wazao mawazo mabaya ni chukizo kwa Bwana. Inawezekana unawaza vibaya, unawaza mawazo mabaya. Kataa leo kwa damu ya Yesu, kataa kwa damu ya Yesu. Ndio omba kwa imani.
jina la Yesu. Inawezekana unamchukia mume wako, unamchukia mke wako bila sababu. Kataa hiyo hali, kataa hiyo hali. Hilo ni lango ndiye analitumia. Kataa kwa jina la Yesu, kataa kwa damu ya Yesu, kataa kwa damu ya Yesu. Unawazia wengine mabaya, kataa kwa damu ya Yesu. Hilo ni lango ndiye analitumia. Kataa, kataa, kataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya Mungu iko hapa, neema ya Mungu imefunuliwa kwako. Kataa matendo, kataa kwa damu ya Yesu. Kataa ubaya, kataa mabaya kwako, kataa dhambi kwako, kataa uovu kwako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya uovu toka ndani ya kanisa, achia kanisa, achia kanisa. Tabia za kidunia tunakataa leo, hizo tabia za anasa, hizo tabia za usinati, hizo tabia za uzinzi tunakataa leo, tunakataa leo, tunakataa leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tabia zote zisizofaa leo tunakataa, leo tunakataa, leo tunakataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Funua neema yako, achilia nguvu zako, achilia uweza wako, achilia uweza wako, achilia nguvu ya kugeuza, geuza mioyo yetu Bwana, geuza maisha yetu ya kuelekea wewe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Geuza mawazo, geuza akili zetu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Umesema wote waliopokea aliwapa uwezo wa kuwa wana Mungu. Baba, tufanye leo kwa watoto wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakataa uovu, tunakataa mabaya, tunakataa leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ijalie neema kanisa lako, isimame kwenye msingi ulio imara, isiyumbishwe, isitikiswe na jambo lolote kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kiroho chetu tuwe vizuri, tuwe na nguvu ya kushinda uovu kwa damu ya Yesu. Maana tu watoto wako tumezaliwa kwa neno lako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninawaweka mikononi mwako wote Bwana, wanasikia neno hili. Endelea kugeuza mioyo yao, endelea kugeuza maisha yao, wakujali wewe, wakupende wewe, wakutumikie wewe, wakuishie wewe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, walinde kwa ajili ya neno hadi atajinua kwa ajili ya kuwajaribu, ukawape kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Mungu ni hai, tunaomba tunaamini, tuseme amen.